Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kwamba kizazi kizima kitaangamia ikiwa Iran haitakubali kufanya mkataba wa makubaliano na Marekani kuhusu kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz usiku huu. Kiongozi huyo ametoa tishio hilo kwenye ujumbe aliyouchapisha kwenye ukurasa wake wa mtandao wa Truth Social, akisema, na hapa ninamnukuu, kizazi kizima kitaangamizwa usiku wa leo na kumalizwa kabisa. Sitaki hilo lifanyike, lakini huenda likafanyika, mwisho wa nukuu. Haya yanafuatia tishio lingine alilolitoa hapo jana, akisema ataimaliza kabisa Iran kwa usiku mmoja ikiwa nchi hiyo itashindwa kufungua mlango bahari wa Hormuz kabla ya makataa kukamilika. Matamshi haya yanaashiria kuwasha moto zaidi katika mzozo ambao tayari unatokota. Mwandishi wa BBC Liz Tussett anaeleza zaidi. Rais Trump anaendelea kuchochea na matamshi yake, akidhania kwamba ataitisha Iran na uongozi wake vya kutosha. Ikiwa vitisho vitazidi kuongezeka, Iran hatimaye itasalimu amri. Inaonekana hana mtu yoyote karibu naye anayeweza kumwambia wazi kwamba Iran haitarudi nyuma chini ya vitisho hivi. Inatazama hili huku ulimwengu mzima ukishtushwa na baadhi ya kauli za Trump. Hii pia inaonekana kama ukiukwaji wa sheria za kimataifa na za kibinadamu, na ikiwa zitatekelezwa basi itakuwa ni uhalifu wa kivita. Iran imeendelea kukumbwa na mashambulizi ya Israel na Marekani. Marekani inasema imetekeleza mashambulizi katika maeneo ya kijeshi katika kisiwa cha Harg, ikiwa ni kituo kikuu cha usafirishaji wa mafuta nchini Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema jeshi la Israel lilishambulia reli na madaraja nchini Iran baada ya kuwaonya raia kuepuka usafiri wa treni. Jeshi la Iran limesema litalipiza kisasi katika maeneo ya Mashariki ya Kati na kuwanyima Marekani na washirika wake mafuta na gesi ikiwa Washington itavuka mstari mwekundu. Iran pia imekuwa ikilenga vituo vya mafuta na gesi kote katika maeneo ya Ghuba. Hayo yakijiri, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetoa pendekezo linalolenga kukwamua mzozo unaoendelea kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz. Hii ni baada ya China na Urusi kupiga kura ya turufu kupinga. Mataifa ya Ghuba yalipendekeza suluhu ambayo iliyataka mataifa ya dunia kutumia nguvu za kijeshi kuilazimu Iran kufungua mlango huo wa bahari ambao ni njia muhimu sana ya usafiri wa mafuta baharini. Nchini Israel, angalau watu 8 walijeruhiwa baada ya mashambulizi ya Iran, ikiwemo yale ya mabomu ya kufululiza kugonga maeneo kadhaa karibu na Tel Aviv. Na katika mji wa kaskazini wa Haifa, makundi ya waokozi wa dharura walipata miili ya watu 4 ambao waliuawa katika shambulio la kombora kwenye jengo la makazi mwishoni mwa juma. Hii hapa taarifa ya Lucy Williamson ikiwasilishwa na Anastea Muhammad. Hivi ni vita vinavyopiganiwa angani na athari zake zinatokea ardhini. Hii ni miili ya familia ya Gershowitz, wanandoa wazee, mwanao na mke wake. Jengo la ghorofa wanakoishi lilipigwa na kombora la Iran. Ilichukua timu za uokoaji saa 18 kuwafikia. Kombora hilo halikulipuka. Tulijaribu kulizuia, lakini kukawa na changamoto. Bado tunaendelea na uchunguzi. Limeharibu karibu 50% ya nyumba iliyo nyuma yetu. Tulifungua roshani na kuona moshi kila mahali nje. Tukasikia watu wakipiga kelele wakisema tusaidieni, na mambo kama hayo. Ni kama mchezo wa bahati nasibu ya kifo. Wiki kadhaa katika vita hivi, Iran bado inaishambulia Israel. Lengo halisi la mashambulizi haya ni kuitikisa usalama wa Israel, na inahitaji kombora moja tu kwenye jengo moja ili kufikia lengo hilo. Waziri Mkuu wa Israel aliorodhesha mafanikio yake ya kijeshi nchini Iran, akisema utawala wa nchi hiyo ni dhaifu kuliko wakati mwingine wowote. Lakini licha ya ahadi yake ya mabadiliko ya kikanda, kura za maoni za hivi karibuni zinaonyesha kuwa uungwaji mkono mkubwa wa vita hivi miongoni mwa Wayahudi wa Israel unaanza kufifia. Waisraeli wamejifunza kwamba wanaweza kuvumilia mengi kuliko walivyofikiri. Lakini wakati huo huo, kuna mashaka juu ya ahadi kubwa ambazo hazikutimizwa kule Gaza. Hamas bado inadhibiti sehemu kubwa ya Gaza. Hezbollah bado imesimama nchini Lebanon. Na hata baada ya kila kitu kilichotokea nchini Iran, utawala wake bado umesimama na unapambana. Vikosi vya Israel pia vinapigana na Hezbollah nchini Lebanon.
chini ya amri ya kuharibu majengo, huku wakitumia mfumo wa Gaza. Marekani na wala sio Israeli ndio itakayoamua lini vita na Iran vitamalizika. Lakini Waisraeli ambao tayari wamezungukwa na vita visivyoisha, sasa wanajiuliza ni nini kitabadilika katika mzozo wao wa muda mrefu na Tehran. Kuzuiwa kwa vyombo vya habari kutangaza yanayojiri Iran pamoja na kukatizwa kwa huduma za interneti kumechangia pakubwa taarifa nyingi kutowafikia walio nje ya taifa hilo. Lakini uokozi wa mtoto mwenye umri wa miezi 18 kutoka chini ya vifusi vya nyumba yao katika mji wa Tabriz umepata umaarufu mkubwa kwenye mitandao na kuipa dunia taswira ya hali ilivyo nchini Iran. Ila kuna upande wa taarifa hii ya vita ambavyo haijawekwa wazi. Mwandishi wa BBC ya Kiajemi Parham Kubadi anaeleza zaidi katika taarifa inayowasilishwa na Kelvin Kimathi. Kutoka kwenye vifusi vya nyumba yao, Helma, mtoto mwenye umri wa miezi 18, anaokolewa kutoka kwenye vifusi. Helma alikuwa amelala wakati nyumba yao ilipolengwa na mashambulizi ya angani. Shambulizi hilo liliwaua jamaa zake wote katika familia yake. Uokoaji wake umetajwa kama jambo la kimiujiza kote Iran. Picha za video za binti huyo mdogo akiokolewa zimesambaa kote mitandaoni na kuwekwa muziki wa kuhuzunisha. Uongozi wa Iran na wafuasi wake wametumia shambulizi hili dhidi ya makazi ya familia hii na athari yake kama mfano mkubwa wa ukatili unaotekelezwa na Marekani na Israel. Hospitalini, binamu yake alizungumza na shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Iran. Wote waliouawa wamekufa kama mashahidi. Ni Helma pekee aliyesalia. Walikuwa wamefanya dhambi gani? Helma aliwapoteza wazazi wake wote na ndugu zake wawili. Kuanzia wakati alipookolewa, amepewa jina la mtoto wa Iran. Wafuasi wa serikali walijitokeza kuomboleza na binti huyo mdogo na familia yake wakati wa mazishi. Helma, usitie mambo haya yote moyoni. Tunasimama kidete na serikali yetu. Hatutokubali damu iliyomwagika ya familia yako iende bure. Hatutakubali hata nchi moja ya ardhi ya mababu zetu kunyakuliwa na kuingia mikononi mwa adui. Ila kuna taarifa za ziada kuhusu tukio hili. Baba yake Helma, Hamid Mizadeh, alikuwa mwanajeshi katika kikosi cha jeshi la Iran IRGC. Picha hii kutoka kaburini mwake inamwonyesha akiwa amevaa sare za kijeshi na inamtambulisha kama kanali wa jeshi. Wadhifa wake haukutajwa wala kuripotiwa na vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali. Picha za video zimeonyesha jinsi shambulio hilo lilivyotekelezwa. Makazi ya familia hiyo yalikuwa kwenye ghorofa ya 10 ya jumba hili yalilengwa kimakusudi. Baada ya kuondoa vifusi, ilionekana wazi kwamba watu 4 wa familia moja waliuawa. Jeshi la Israel limeiambia BBC kwamba lilikusudia kumlenga mwanajeshi ambaye alitumikia serikali ya kikatili katika mji wa Tabriz. Iliongezea kwamba IDF hutekeleza mashambulizi kwa mujibu wa kanuni za kimataifa na inachukua kila hatua ya kupunguza madhara kwa raia. Baba yake Helma, ambaye alikuwa afisa katika jeshi na huenda ndiye aliyelengwa kwenye shambulizi hilo, ila binti huyo atalazimika kuishi na adhari ya shambulizi hilo. Alikuwa akinipenda sana, ila sasa hata nikumbatia tena. Anapata utulivu mikononi mwa shangazi yake peke yake kwa sasa. Ni kama anahisi kuwa salama. Wanajeshi ndio wanaopigana kwenye vita, ila wakati mwingi raia ndio wanaoathirika, hasa watoto ambao pia huathirika pakubwa. Artemis 2 imeanza safari ya kurejea duniani baada ya kukamilisha safari ya kihistoria katika upande wa mbali wa mwezi. Wanaanga 4 waliomo ndani ya chombo hicho walipoteza mawasiliano na dunia kwa dakika 40 kabla ya mtaalamu wa ujumbe huo Christina Koch kuvunja ukimya. Hebu tutazame picha zilizo mubashara za wanaanga hao wakiwa safarini kurejea duniani. Ndio hizo nazo zitizama katika runinga yako, wakitumia chombo cha Orion. Sasa kitachukua takriban siku 4 kurejea hapa duniani. Mhariri wa BBC wa sayansi Rebecca Morel ametuma taarifa hii kutoka Houston, Marekani.
Mwezi unang'aa sana, ni mwangaza mkali uliopitiliza. Ni mwonekano ambao binadamu hajawahi kuuona kwa zaidi ya miaka 50. Kuna umbo la kipekee linalojitokeza wazi unapoivuta picha, na baadhi ya sehemu ambazo hazijawahi kuonekana na macho ya binadamu hapo awali. Kuna mashimo mawili ya kufanana mazuri sana. Inaonekana kama mtu wa theluji aliyekaa hapo. Mapema katika safari hiyo, wanaanga 4 wa Artemis waliweka historia. Wafanyakazi wa Integrity mnamo Aprili 15 mwaka 1970, wakati wa misheni ya Apollo 13, wanaanga watatu waliweka rekodi ya umbali mrefu zaidi ambao binadamu amewahi kusafiri kutoka sayari yetu. Leo kwa niaba ya binadamu wote mnavuka mpaka huu. Wakati wanaanga hawa 4 wakiendelea na safari, waliapa majina baadhi ya sehemu za mwezi. Shimo hili kwa sasa linaitwa Integrity kufuatia jina la chombo chao, na lingine likipewa jina la marehemu mke wa kamanda wa Artemis, Reed Wiseman, aliyefariki miaka 6 iliyopita. Na hivyo tulipoteza mpendwa wetu. Jina lake alikuwa Carol, mke wa Reid, mama wa Kati na Ellie, na ni sehemu inayomng'aa kwenye mwezi, na tungependa kuliita Carol, na linaandikwa CARROLL. Integrity. Shimo la Integrity na Carol, tunakupata kwa njia safi kabisa. Asante. Baada ya kuvunja rekodi hiyo, wanaanga hao waliendelea na safari, wakizidisha rekodi hiyo kwa zaidi ya maili 4,000, huku taa zao zikizimwa ndani ya chombo ili kupiga picha bora zaidi. Hazina kubwa inayosubiriwa kwa hamu na kikosi hicho katika kituo cha anga cha Johnson huko Houston. Sayansi inachukua nafasi kubwa katika misheni hii. Kuna hata dawati maalum kwa ajili hiyo. Afisa wa sayansi ameketi mbele kabisa pale mbele, lakini kazi ngumu ndiyo kwanza inaanza, kwa sababu maelfu ya picha na maelezo aliyoyatoa wanaanga yatakaguliwa kwa kina kwa miezi mingi ijayo. Wakati wakizunguka upande wa mbali, mawasiliano yalikatika. Houston, tunakupata. Tutaonana upande wa pili. Kwa kuwa mawasiliano kutoka kwa chombo cha anga yalizuiwa na mwezi wenyewe. Zilikuwa dakika zaidi ya 40 za kusubiri kwa wasiwasi katika kituo cha udhibiti. Kisha, Houston, hapa ni Integrity, tunajaribu mawasiliano. Integrity, tunakupata kwa sauti safi na ya wazi. Houston, tunawapata vivyo hivyo, na ni jambo la kupendeza sana kusikia tena kutoka duniani. Baada ya safari hiyo, ujumbe wa kushtukiza kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump ukatolewa. Nilitaka kumpongeza kila mmoja wenu na mniambie ni matukio gani yasiyosahaulika katika siku hii ya kihistoria. Tuliona mandhari ambayo hakuna binadamu amewahi kuona hapo awali, hata katika safari za Apollo. Nadhani moja ya matukio makubwa ilikuwa ni kurejea kutoka upande wa mbali wa mwezi na kuiona sayari ya dunia kwa mara ya kwanza tena. Baada ya kukamilisha safari hiyo ya mwezini, wanaanga sasa wanaanza safari yao ndefu ya kurejea nyumbani. Bila shaka ni safari ya kihistoria hiyo ambayo kama ulivyosikia katika taarifa zetu haijawahi kufanyika. Hakuna wanaanga ambao washakwenda upande wa pili wa mwezi na kusafiri katika umbali zaidi wa eneo hilo, na wanaanga hao wanatarajiwa kutua hapa duniani wikendi hii kutufahamisha yale yaliyojiri, walioyaona, kilichokuwa katika upande ule. Tutasubiri kuona hayo. Karibu. Iran imekataa pendekezo la Marekani la kusitisha vita kwa muda, ikisisitiza kwamba vita hivyo ni lazima vimalizike kabisa. Haya yanajiri wakati ambapo mashambulizi zaidi yameendelezwa katika eneo kuu la ukanda wa Ghuba, huku mlango wa bahari wa Hormuz ukisalia kufungwa. Jeshi la Israel limesema kikosi chake cha anga kimelenga ndege za kiraia, zile za kijeshi, helikopta na kambi za kijeshi katika viwanja vitatu vya ndege mji mkuu Tehran. Mlipuko mkubwa umeshuhudiwa katika uwanja wa ndege wa Bushehr nchini Iran mapema hii leo. Waziri wa ulinzi wa Israel amesema jeshi la nchi hiyo limeshambulia kituo cha Asaluhi cha kusafisha mafuta na kemikali inayotokana na petroli
na kukiharibu kabisa. Aidha, wiki jana jeshi hilo limeshambulia kituo hicho kwa pamoja na eneo lingine la mafuta nchini Iran. Israel Katz amesema mashambulizi hayo mawili yamesababisha uharibifu wa 85% ya mafuta inayotoa nje ya nchi ya Iran. Wakati huo Israel imeendeleza mashambulizi yake nchini Lebanon. Shambulizi la jeshi la Israel mjini Beirut lilikuwa limemlenga kiongozi wa kundi la Hezbollah na badala yake likampata kiongozi wa Kikristo wa kisiasa ambaye anatokea katika chama ambacho kinapinga vikali uwepo wa kundi la Hezbollah nchini Lebanon. Maafisa nchini humo wamesema shambulizi hilo lilimuua mwanamume mmoja na wanawake wawili ambao walikuwa kwenye ghorofa ya chini katika jumba lililolengwa. Mwandishi wa BBC Daniel D. Simon anaelezea zaidi kutoka Jerusalem. Chama kimesema kuwa hakuwa mpiganaji, hakuwa na lengo la kijeshi na alifurahia mwenyewe Pasaka nyumbani pamoja na familia yake kabla ya shambulio hilo la kifo. Hicho chama na kikosi cha jeshi cha Lebanon kinapingana vikali na Hezbollah. Ni mpinzani wa Hezbollah na leo kimetoa tena ukosoaji dhidi ya Hezbollah katika tamko hili linalotangaza vifo. Wakiulizwa na BBC, maafisa wa ulinzi wa Israel IDF walikubali kuwa walikuwa wanajaribu kumlenga kiongozi wa Hezbollah, lakini badala yake kulikuwa na shambulio dhidi ya mtu ambaye hawakukusudia kumlenga. Wameonyesha masikitiko kwa raia waliojeruhiwa na wanasema tukio hilo lipo chini ya ukaguzi. Rais wa Marekani Donald Trump ameweka tena makataa kwa Iran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Katika ujumbe wa vitisho uliotuma mitandaoni wikendi hii alisema, na hapa namnukuu, Jumanne itakuwa siku ya vituo vya kuzalisha umeme na madaraja huko Iran, na funga nukuu. Akizungumza wakati wa adhifa ya Pasaka katika ikulu hii leo, alisema Iran ni lazima wasalimu amri katika vita hivyo. Tunaiharibu kabisa nchi hiyo, na sipendi kufanya hivyo, lakini tutaiharibu, na wao hawataki kusalimu amri, hawataki kuniangukia mguuni, lakini huenda wakalazimika kufanya hivyo. Na kama hawataki, hawatakuwa na madaraja, hawatakuwa na vituo vya umeme, hawatakuwa na kitu chochote. Haina haja niseme sana, ila kuna mambo mengine mabaya kuliko hayo mawili. Kama ningekuwa na uwezo ningefanya nini? Ningechukua mafuta, kwa sababu yako pale kwa ajili ya kuchukuliwa. Iran nao wamemjibu kwa kuonya kwamba itazidisha mashambulizi ya kulipiza kisasi iwapo hilo litafanyika. Taarifa ya Lona Gordon inawasilishwa na Phyllis Mote. Ni harakati za kuwatafuta manusura. Hii ni baada ya shirika la Msalaba Mwekundu kusema kuwa tukio lililotangulia lilikuwa shambulizi la angani katika makazi ya watu Tehran. Makumi ya watu waliripotiwa wamekufa katika mashambulizi hayo. Viongozi wa jamhuri hiyo ya Kiislamu wamekuwa wakilengwa katika mzozo huo. Iran ilisema Majid Khamenei, kiongozi wa mkuu wa ujasusi wa kikosi cha jeshi la mapinduzi cha IRGC, aliuawa mapema leo. Israel imedai kuhusika. Kikosi cha jeshi la mapinduzi kinawapiga risasi raia, na sisi tunawaondoa viongozi wa magaidi. Viongozi wa Iran wanaishi wakiwa na hisia kwamba wanalengwa. Tutaendelea kuwawinda mmoja baada ya mwingine. Katika mji wa bandari wa Haifa uliopo nchini Israel, waokoaji walijaribu kwa juhudi kubwa kuwatafuta wale waliokwama chini ya vifusi vya jengo la makazi ambalo lilianguka baada ya kupigwa na kombora la Iran. Miili ya watu 4 ilipatikana. Iran pia inawalenga majirani wao wenye utajiri mkubwa wa mafuta katika eneo la Ghuba, wakishambulia zaidi miundombinu ya nishati. Nchini Kuwait, moto ulizuka katika eneo la mafuta linalohifadhi makao makuu ya shirika la petroli la Kuwait baada ya kushambuliwa kwa ndege isiyo na rubani, yaani droni. Mashambulizi ya Iran katika eneo la Ghuba yanaendelea bila kukoma. Mamlaka hapa zinasema kuwa makombora na ndege nyingi zisizo na rubani zinazoingia zinadunguliwa angani. Mshauri mwandamizi wa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu aliwaambia waandishi wa habari hapa kwamba mkakati wa Iran utausukuma ukanda huu kuwa karibu zaidi na Marekani na kuongeza ushawishi wa Israel. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuzungumza baadaye hii leo. Muda wa makataa ya makubaliano yake unakaribia. Ametishia kwamba Marekani itaharibu mitambo ya kuzalisha nishati na madaraja yao iwapo matakwa yao
hayataafikiwa. Juhudi za kidiplomasia za kumaliza mgogoro huo zinaendelea. Maafisa wa Iran wanasema hatua ya kushambulia makazi ya raia ni uhalifu wa kivita, na ikiwa Rais Trump ataendelea na vitisho vyake, wameonya kwamba majibu yao yatakuwa mabaya na yatasambaa. Anga waliopo kwenye msafara wa kuzuru mwezi wamefika nusu ya safari hiyo na kwa sasa wanazunguka mwezi. Safari hiyo ya Artemis 2 inalenga kufikia upande wa pili wa mwezi ambao hauwezi kuonekana kutoka duniani kwani uko mbali na jua. Safari hiyo itawalazimu kufikia maeneo ya mbali kabisa ya anga za juu ambapo hakuna binadamu aliyewahi kufika. Picha unazozitazama kwenye runinga yako ni picha ambazo ziko mubashara, tunazipata moja kwa moja na unaona jinsi mambo yalivyo katika upande huo. Sasa awali wananga hao wameingia katika eneo lililo karibu na mwezi na ambapo chombo cha Orion kinakumbwa na nguvu ya mvutano ya mwezi kuliko ile ya dunia. Kwa takriban dakika 40 mawasiliano kati ya chombo hicho na makao makuu ya NASA hapa duniani yatakatika kufuatia ukaribu wao na mwezi. Wakati mawasiliano yatakaporejea, wananga hao wanaotekeleza safari hiyo ya kihistoria watatoa taarifa muhimu kuhusu walichokiona mwezini. Mwanaanga Christina Koch ameelezea alichohisi walivyoikaribia mwezi. Tunaelekea mwezini kwa sasa na hatupandi juu kutoka duniani kama ilivyokuwa awali. Ni hatua kubwa sana tuliyoipiga. Pia awali tuliona dunia ikiwa na umbo la mwezi mwandamo kwenye dirisha la nje na kuona mwezi nje ya dirisha la tatu. Na kwa kweli mwezi ni mkubwa kuliko dunia. Mwanasayansi Daktari Sarah Webb anaelezea zaidi kile ambacho wananga hao wanakiona kwa sasa wakiwa katika chombo hicho cha Orion. Kwa kuwa wako katika eneo lililo mbali huko mwezini, watashuhudia kupatwa kwa jua. Hii ni kwa sababu mwezi utaziba mwanga kutoka kwa jua, kumaanisha kwamba wataweza kutizama mwanga mkubwa wa jua unaozingira mwezi unaovutia sana. Nina amani kwamba hii itakuwa mara ya kwanza katika historia kwamba wanaanga waliosafiri kwa eneo la mbali la mwezi wanashuhudia haya yote. Na wakati huo wanapata fursa ya kutazama sayari nyinginezo kwenye anga ya juu, sio tu dunia lakini pia sayari kama Zuhura yani Venus, Mihiri yani Mars na hata Zohali yani Saturn. Kwa hivyo watazipiga picha na pia kunakili pia maumbo mengine yanayopatikana kwenye anga ya juu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekiri kufanya mazungumzo na Marekani ili kuanza kupokea wahamiaji ambao sio raia wa Kongo mwezi huu, huku kukiwa na msako mkali wa uhamiaji unaotekelezwa na utawala wa Trump. Hata hivyo, serikali ya DRC haijaweka wazi idadi ya wahamiaji wanaotarajiwa kuwasili nchini humo. Mamlaka zinasisitiza kuwa uamuzi wa kuwapokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani unaendana na ahadi ya serikali ya kuheshimu utu wa kibinadamu, ushikamano wa kimataifa na kulinda haki za wahamiaji. Nchi nyingine za Afrika kama vile Cameroon, Eswatini na Ghana pia zimepokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani. Hatua hiyo imekosolewa pakubwa hasa kwa sababu makubaliano hayo yanaonekana kufanywa kisiri. DRC tayari inakabiliwa na vitisho vya usalama eneo la Mashariki na utawala wa Trump umekuwa ukishinikiza kusitishwa kwa mzozo huo. Marekani ilirahisisha mkataba wa amani kati ya maafisa wa Kongo na Rwanda, ingawa utekelezaji wake bado ni changamoto kubwa. Wiki iliyopita Uganda iliwapokea wahamiaji 8 wenye asili ya mataifa barani Afrika chini ya makubaliano ya kuwapokea wahamiaji yaliyosainiwa kati ya uongozi mjini Washington na mjini Kampala mwaka uliopita. Hatua hiyo ndiyo ya kwanza kabisa kutekelezwa tangu kusainiwa kwa makubaliano hayo. Wizara ya mambo ya nje ya Uganda imesita kutoa maelezo ya kina kuhusu wahamiaji hao, lakini imesema sio raia wa Uganda. Chama cha mawakili nchini humo kimeshutumu hatua hiyo na kuitaja kama ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na kuongeza kuwa itafuata hatua zote za kisheria ili kuupinga. Sasa kufahamu zaidi, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia Daktari Nicodemus Minde aliyenifahamisha mtazamo wake pamoja na athari za hatua hiyo.
Mtazamo wangu ni kwamba Marekani inatafuta njia za haraka na mbinu za kutatua mzozo ama mzigo mkubwa wa wahamiaji ambao wamekuwa ni kama tishio kwa siasa za Marekani za ndani kwa sasa. Kwa hiyo mtazamo wangu ni kwamba naona ni njia mojawapo ya Marekani kupata mbinu ya haraka ili kuondoa mzigo wa wahamiaji. Pengine utufahamishe tu hii Marekani kwa nini inaendelea kufanya mikataba na mataifa ya Kiafrika kwa kuwatuma wahamiaji haramu, ikiwa ni jambo linalopingwa vikali na wanasheria nchini Marekani? Nadhani inaonyesha kwamba kutokuwa na ile urari ama mizani ya kati ya mataifa yenye nguvu na mataifa ambayo hayana nguvu, yani mataifa maskini, kwamba tunaona mataifa ambayo ni maskini ambayo hayana ile nguvu ama kimabavu katika siasa za kimataifa ndio anakubali kupokea wahamiaji ya Afrika, kwani tunaona kwamba kuna motisha ya kifedha pamoja na kwa kuwa kwamba Marekani limeahidi fedha kwa nchi ambazo zinapokea wahamiaji hao, lakini pia tunaona kwamba ni njia mojawapo ya kuendeleza diplomasia na uhusiano kati ya nchi hizi za pamoja na nchi ya Marekani. Kando na hilo swala la fedha ulilolizungumzia hapo, kuna faida zozote ambazo zinatokana na mataifa haya kukubali kupokea wahamiaji hao? Sana sana motisha ni ama ile motisha ni ile motivation ya hizi nchi ambazo zimezitaja, zikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna nchi ya South Sudan, kuna nchi ya Uganda, kuna nchi ya Rwanda, kuna nchi ya Eswatini, Cameroon na mataifa mengine. Sana sana motivation yao, yani motisha yao kubwa ni swala la fedha, lakini pia kuna malimbikizi ambayo yanakuja kutokana na agreement kama hizi, ikiwemo mataifa mengine yamekuwa na vikwazo, imewekewa vikwazo labda ya visa pamoja na mambo mengine ambayo yanatokana na uhusiano wao kuimarishwa kati ya hizi nchi binafsi pamoja na Marekani. Kwa hiyo ukiondoa fedha, pia kuna mahusiano ya kimaslahi ambayo yanatokana sana na kwa mfano masuala ya visa pamoja na ule uhusiano wa karibu kati ya hizi nchi mbili. Hatua hii ya Marekani ina athari gani kwa Marekani yenyewe? Ni mbinu ya kupunguza ule mzigo wa wahamiaji, na imekuwa ni sera ya kiafidhi na ni conservative, kwamba nchi imekuwa kwa kiasi kikubwa imepokea wahamiaji wengi. Ili kupunguza mzigo, basi naona kwamba ifanye makubaliano na nchi ambazo kama nilivyozitaja, kwa hiyo inapunguza ule mzigo. Lakini athari zake ziko athari za kisheria, ambapo kumekuwa na kesi pamoja na vipingamizi ambazo zimefunguliwa katika mahakama, lakini pia kuna athari ya ile sheria ya wakimbizi, yani Refugees Act, pamoja na haki za kibinadamu kwa ujumla kwenye taifa la Marekani, na sio tu kwa taifa la Marekani bali pia kwenye nchi ambazo zinapokea wakimbizi hawa. Minde, ni njia gani mbadala ambazo serikali ya Marekani inaweza kuzingatia badala ya kuwafurusha watu kwenda nchi ambazo zinaweza kuwa sio salama kwa wao? Nadhani ni kubadilisha sera ambayo imekuwa ikiwaingiza wahamiaji hawa. Kwa hiyo kumekuwa na sera za kupokea wakimbizi, lakini sasa nadhani njia mbadala ni kutizama sera hii, na ukitizama kwa maslahi ya Kimarekani ya nchi ya Marekani, labda mbinu mojawapo ni kuzirekebisha zile sera ambazo zimekuwa zikiwaleta wale wahamiaji.